Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru kunipa nafasi hii kuongea mbele yako. Kwanza ujio wako umekuwa kama ni mbaraka, kwa sababu baada tu ya kuambiwa utakuja katika ndungu hii, tumeona neema ya mvua ambayo ilikuwa imetoweka kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni chanzo cha kujua kwamba kweli unakuja kutatua kero za wananchi. Lakini Mheshimiwa Rais, kero isimamisha hapa. Waziri Mkuu, mimi nimepewa vyoo vya kujenga katika sekondari ya Gonjaseki mwaka 2022. Nimejenga vyoo hivyo, nimebabaishwa malipo yangu mpaka leo hii. Nadai 2,850,000 sijalipwa. Mimi mmewapa watu kazi mpaka mmeuza ng'ombe zangu na ndoa yangu imekuwa na mgogoro shauri ya hiyo kazi. Kwa hiyo Waziri Mkuu, timu yote wa wilaya, mkuu wa wilaya anajua, sijui mkurugenzi nini, lakini kuna mhandisi mmoja aliondoka, alishawahi kuniomba rushwa, nikamwambia sitoi rushwa wala sipokei rushwa. Na hicho naona ndio sababu mpaka leo sijalipwa fedha zangu. Naomba kama kuna uwezekano, jamani, nisaidiwe hizo hela niweze kulipa hawa vijana mnaowaita vijana wa 2000. Mkuu wa wilaya uko wapi? Mnaonewa. Mkuu wa wilaya uko wapi? Mkuu wa wilaya na timu yako nani? Watendaji wote wa wilaya njoni hapa. Wa wilaya hii hapa. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi. Simameni hapa pembeni hapa. Wengine wako wapi? Mkuu wa wilaya, wakuu wa idara wote wa wilaya isogeni hapa. Yule mhusika yuko wapi? Yule aliyeuliza swali yuko wapi? Umejenga vyoo mwaka gani? Mwaka 2020, vyoo vyenye matundu 24. Vyoo vyenye matundu 24. Ndiyo. Mwaka gani? 2022, 23. Vya sekondari? Vya sekondari ya Gonjaseki mpaka leo sijalipwa. Afisa elimu, vile vyoo vilikamilika au vikukamilika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. Au kutuma hiyo kazi akajenge, alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani, kipindi hiko mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi au mkumpa kazi? Atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya uko wapi? Hivyo vyoo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kwamba huyo mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo. Haya, mwaka 2020 mpaka leo vyoo vinatumika. Tangu mwaka 2020 hamjawahi kupata milioni 2. Hili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi. Sasa hapo mlipokaa hapo, toweni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi nione mnamlipa hapo. Mkuu wa wilaya, kaa hapo pembeni na wataalamu wako hao, ipatikane milioni 2 mpatie hapa. Mtu amejenga vyoo vimekamilika, milioni 2. Milioni 2 tunahangaisha mwananchi. Halmashauri imekosa milioni 2. Halmashauri imekosa milioni 2 toka 2020. Mkurugenzi, mapato yote umekosa milioni 2 ya kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmekosa milioni 2. Miaka 5 milioni 2 na matundu mnatumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamlipa leo. Sio leo, hapa nataka alipwe hapa, aondoke na hela yake.
Haya, kaeni pembeni hapo, mlipeni. Nilisema wakati naapishwa kwamba wananchi watasikilizwa. Yule aliyedhani ni mzaha atapoteza kazi. Nchi hii haina shida ya watu wa kufanya kazi. Tunaweza kupanga safu zaidi ya 3 ofisini na zikafanya kazi. Hatuwezi tukawa na wananchi wanalialia, wanahangaika, hawasikilizwi, wanakosa wapeleke wapi kero zao, halafu mkataka tuambizane maneno matamu. Eti sasa mbona anasema maneno makali atachukiwa? Nani kawaambieni mimi nimeteuliwa kuja kupendwa? Mimi nataka kusimamia watu wasikilizwe. Uzembe haukubaliki. Kuna kijana mmoja aling'atwa nyoka, nimeambiwa na hiyo habari hiyo. Kuna kijana mmoja aling'atwa nyoka Mweza pale. Yuko mtoto kang'atwa nyoka, yuko na bibi yake. Kafikishwa mpaka hospitalini. Amefikishwa hospitalini pale, wanamwambia kalete kwanza 170 ndo aweze kutibiwa. Bibi hana 170. Katoka kwenda kuweka rehani sijui nini huko dhamana, atafute hiyo fedha. Anakuja kurudi ameshapata hiyo fedha. Yule aliyempokea anamwambia kumbe hata hiyo dawa hapo hana. Amewashamchelewesha mgonjwa. Mpaka akapoteza maisha. Nimefuatilia nikakuta hospitali ile haikuwa ya serikali. Na yasema haya ili watu waamke. Watu waamke. Watu waamke. Ndio, watu waamke. Nimeambiwa pale Hedaru zililetwa shilingi milioni 248. Ilikuwa yajengwe madarasa 7. Mmejenga tu 4. Fedha nyingine imeenda wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna madarasa ya ukarabati 7 ambapo tayari fundi ameshapatikana na kazi itaanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri, ufuatilie na hili. Fuatilia na hili. Hospitali ya Same Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ya Same tumepata milioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya, na kazi inaendelea, na baadhi ya majengo yameanza kunyanyua tofali na mengine kazi inaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mbona hujaelezea nyufa zile? Mkurugenzi, sijaja kutembea, nina taarifa. Sijaja kutembea, nina taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kabla tujapata milioni 800 kuna fedha ambayo tuliipata, ambayo tulijenga majengo pale na nyufa zilitokea, ila limeshafanyiwa kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tunaendelea kufanyia kazi. Kwa nini zilitokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli zilitokea. Kwa hiyo tunaomba
Ni kweli zilitokea nyufa, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kihurio mmekarabati madarasa 7, mlikarabati madarasa 7, yameanguka ndani ya miaka mitatu. Kamanda wa TAKUKURU, nilishakutuma mfanyie uchunguzi ya maeneo yote niliyoyataja, nipate taarifa kabla sijamaliza ziara ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Ndugu zangu, na niseme hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimesema ndani ya miezi 6, na sasa tupo kwenye maandalizi ya bajeti. Ndani ya miezi 6 ya utekelezaji wa bajeti, sitaki kusikia habari ya shule ya msingi, shule ya sekondari, zahanati, kituo cha afya eti hakuna matundu ya vyoo. Haya mambo ya ujima, haya mambo ya zamani. Tunakuwaje na nchi iliyoendelea, nchi tajiri kama hii, watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia? Tunakuwaje na magari hayakosi mafuta, watoto wanakosa matundu ya vyoo? Gari moja tu linaweza kujenga matundu ya vyoo ya wilaya yote hii. Tunakuwaje na watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia? Nilimwambia waziri aandike barua, na ameniambia tayari zimeshafika mikoani. Mkurugenzi ambaye baada ya miezi 6 ile tutakutana na watoto wanapanga foleni, hamna matundu ya vyoo, atakuwa ameshindwa kazi. Kama huwezi kusimamia hata matundu ya vyoo, utasimamiaje miradi ya maendeleo mengine? Haya ni mambo ya kuzoea, kila kitu tunaona ni cha kawaida. Kaa tu, Mkuu wa Mkoa. Watu wameanza kuzoea, wanazoea shida wanazopata wengine, wanazoea wao. Wanaotakiwa kutatua wanazoea. Akielezewa kero yoyote ile, anaona kama amesalimiwa tu. Mwananchi anakuja na kero, anasikilizwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza nikupongeze, niliposikia mmewasikiliza, hiyo nimeifurahia. Tunataka mwananchi akishasikilizwa apate majawabu ya hiyo kero yake. Sasa na hapa nimeambiwa fedha ya kujenga kituo cha afya cha Suji Gonjanza, fedha zilishakuja siku nyingi. Mmesikia ziara ndo mmeanza kuchimba msingi. Kwa nini mlikuwa mjaanza utekelezaji wake? Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi, hizi fedha zilishakuja siku nyingi, kwa nini hamkuanza kutekeleza huu mradi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kama ulivyoeleza kwamba zilikuja mwaka jana na ujenzi tumeuanza, ila kwenye kata ile ya Suji tulikuwa na Suji Malini na hapo Gonjanza. Kwa hiyo baada ya kukubaliana kuhusu Gonjanza, ujenzi umeanza na tunaendelea, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa tunaomba. Nimeuliza kwa nini mmechelewa, fedha ilishakuja tangu mwaka jana. Kwa nini mmechelewa kuanza ujenzi? Fedha ilishakuja, hatuna shida ya fedha, fedha ilishakuja. Wananchi wanahitaji kituo, wananchi wanapata shida ya matibabu, fedha mlishapokea. Nini kimechelewesha ujenzi? Hilo ndo swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale palikuwa na sababu za ndani, kwa tunaomba tunaomba tuweze kukamilisha mradi ule. Sababu za ndani ndo zipi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale palikuwa na
ile kata palikuwa na hivyo vijiji viwili, na mara ya kwanza kabla hatujapata fedha ilikuwa kituo kile kijengwe Suji Malini. Kwa hiyo ilipotokea mvutano wa vile vijiji viwili, tukaona ni busara tumalize uchaguzi, baada ya hapo tuendelee na huo ujenzi, kwa sababu ya ule mvutano uliokuwepo. Fedha zilikuja kwa ajili ya ujenzi wa kituo wapi? Ilikuwa Gonjanza. Sasa mvutano unatoka wapi kama fedha imekuja kwa ajili ya kituo na mnajua inatakiwa ijengwe wapi? Mheshimiwa Waziri, fuatilia upate huo undani anaosema. Tukikuta ni uzembe lazima tuchukue hatua. Haya mambo ya fedha kuja na watu wanakalia fedha, wananchi wanapata shida, haya yakubaliki.